Tutasoma maandiko matatu katika vitabu vya Injili Luka 13:22 hadi 30. Naomba msomaji aje hapa mbele kusaidia. Wa pili atasoma katika Injili ya Mathayo mlango ule wa 7 mstari wa 13 na 14. Wa tatu atasoma katika Injili ya Mathayo mlango wa 7 mstari wa 21 hadi 23. Karibuni kusoma maandiko haya na tuwe wasikivu kweli. Injili ya Luka 13:22 hadi 30. Injili ya Luka 13 mstari wa 22 hadi 30 kusoma kwa msaada wa Mungu. Karibu. Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha. Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji. Tunaye Yesu wetu Mwokozi ni mzuri. Anapita katika miji, sema Yesu aishi mjini. Yesu aishi. Anapita vijijini pia. Hebu penzi Mungu. Hivi inaleta uguso wa sikio akifundisha. Katika kupita kwake, sema akifundisha. Sema Yesu ni mwalimu mzuri. Hajabaki darasani. Mwalimu anayepita katika miji na vijiji anafundisha. Katika safari yake ya kwenda Yerusalemu. Katika safari yake ya kwenda Yerusalemu. Mtu mmoja alimuuliza, "Je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache?" Mimi nimetafakari usiku wote kuhusu swala hili. Mtu mmoja akamuuliza, akasemaje? Je, Bwana, hebu muulize jirani yako, je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache? Bwana, kuna watu wachache. Ndio maana utakuta katika makanisa ya wokovu watu wachache. Kanisani wachache, kwenye maombi wachache, kwenye mafundisho wachache. Watu wanaookolewa ni wachache. Sema watu wanaookolewa ni wachache. Mtu aliwafuatiliaje akaona mbona watu hao ni wachache? Kwa nini watu hawataki njia? Yaani akamwambia. Sema akamwambia. Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Hebu simama kwa miguu yako, mshike jirani yako mkono. Mwambie jitahidini kuingia mlango ulio mwembamba. Kwa maana nawaambia kwamba wengi watataka kuingia wasiingie.